Likaya Mwanza, iliga likaya Mwanza, likaya Mwanza, aweze likaya Mwanza la la wala, likaya Mwanza, iliga likaya Mwanza, likaya Mwanza, likaya Mwanza, likaya Mwanza, malila likaya Mwanza la lugha likaya Mwanza, kalelu likaya Mwanza la lugha likaya Mwanza, likaya Mwanza, likaya Mwanza, likaya Mwanza, likaya Mwanza la wala. Kwa nini umeshindwa kazi ndogo? Bosi, kazi ile ile kunipa nimeweza kuifanya. Bosi, nimeshindwa. Yule kijana ni hatari sana bosi. Sikiliza adhabu yako. Nitakulaza siku 7. Samahani bosi, unaweza ukanipa nafasi ya mwisho, nitaenda kummaliza kwa kijana. Nimekutunuku. Nenda kwa mara ya mwisho. Ndio bosi. Shoga yangu, nikwambie kitu. Eti Lisa mwenyewe ameenda msikitini kuswali. Hivi kwani hiyo inaingia akilini? Naingia akilini nasema. Aise, alafu ndo muda wa Lisa au kurudi kutoka msikitini kuswali. Kama unamuona vile. Yaani namuona tu. Nisikilizeni kwanza. Mimi sio kwamba nashangaa. Ila nimeamua tu kumrudia Mungu wangu. Fanyeni basi mbadilike, tumrudie Mungu. Hii kazi tunayoifanya haitunufaishi chochote. Tunadaiwa kodi, chakula hatuna ndani, si nini.
Kwa hiyo inabidi basi tubadilike, tumrudie Mungu. Wewe, Mungu tunamjua sote Lisa. Usijifanye wewe ulipotoka hapo kaenda msikitini unamjua Mungu zaidi kuliko sisi tuliokaa nyumbani. Mungu sote tunamjua. Sio paka twende kanisani au msikitini. Mungu tunamjua vizuri tu. Afu kumuomba Mungu sio paka uende msikitini au kanisani, na nyumbani unamuomba Mungu. Jamani, mbadilike. Sio kwa msikiti huo. Ingia. Asante bosi. Nimekusubiri kwa hamu na natumaini mzigo wangu uko salama. Ndio bosi, mzigo uko salama salimini. Sasa. Nilileta heshima mezani, nikaweka moyo wazi, lakini macho yalinitazama kana kwamba sina saizi. Maneno ya chini kwa chini kama sindano moyoni, nikajua Lisa, vipi? Naona huko umepoa, hatutoki. Kwa kweli mimi leo siendi popote. Lakini sio ruhusa kudharau ndoto zangu. Hebu amka nikae basi. Ukakaa hata kule jamani. Sasa mbona unang'ang'ania hapa? Jamani, mimi nataka kukaa hapa. Kimya kimya, lakini bado nitasimama, nitangaza hata gizani. Dharau ndani ya familia haizimi taa ya moyoni. Kwa Lisa vipi atoke? Nenda na huyu hapa ndo anatoka, maana mimi leo sina hata mpango wa kutoka ndani. Jamani, habari za muda? Salama. Vipi leo? Mna ratiba gani ya mtoko? Nyie nendeni tu, mimi leo nabaki hapa na kuwa mlinzi.
hata mudi imekata, nitabaki na wewe Shogili. Kama mtoki sawa, ngoja nitangulie. Hivi jamani, kwa nini usibadilike? Lakini mimi ndo nimeanza hivyo, ndio maana nimebaki hapa. Nyumba inabaki tupu kwa kelele. Bosi, uliniita? Yeah, karibu. Familia ni nguzo, si mahali pa kuumizana. Asnai nimekuita na kuna kazi nataka nikupatie. Na nafikiri hii ndio itakuwa kazi yangu ya kwanza kukupa wewe. Na hii kazi iwapo utaifanya kwa ufanisi, basi utakuwa mtu wangu wa karibu sana. Sawa bosi, hamna shida. Nipe hiyo kazi. Kazi nimepata, moyo bado nauliza. Nikiingia ndani nahisi kama nateleza. Mtu anacheka nje. Kuna huyu mtu. Unamfahamu? Hapana, simfahamu. Nitakupatia hii kamera. Nitahitaji matukio yake yote yawe yamerekodiwa kabla ya kumuondoa duniani. Jambo la pili, kuwa makini sana, maana huyu sio mtu wa mchezo. Lakini pia nitakupatia vijana wawili kwa ajili ya kufanya kazi na wewe. Naomanga na kivuli pia, nikianguka nani atanichukua, nikishia nani atasema. Kazi nimepata lakini naogopa, pesa nazo nazitaka, moyo sivunjika. Kazi nimepata lakini naogopa, pesa nazo nazitaka. Nyumbani kuna sauti lakini moyo nauma, maneno makali mezani yanakatakata tumaini. Kaka namuita kaka kwa kejeli na dharau, dada anabeba machozi akijificha usiku. Tulisema damu ni damu lakini tumegawana, kwa ukuta wa kiburi tumesahau kuonana. Dharau ndani ya familia inavunja kile tuli. Unaenda wapi? Na kuuliza unaenda wapi? Wewe. Na kuuliza unaenda wapi? Siku hizi unadharau, unaonekana na kiburi siku hizi. Umekuwa wewe. Nisikilize, mimi nishakuwa blandi na watu wengi tena ambao wananikubali. Na kuomba niache na maisha yangu, mimi naondoka. Rudi hapo. Hivi unasahau nilipo kutoa? Unakuwa mwepesi kusahau. Sima ushinde ndugu yako ili nyumba yetu isimame. Dharau ndani ya famili inavunja kile tulichojenga. Mioyo ikipotea taratibu, nyumba inabaki tupu kwa kelele. Tukirudisha heshima, tukumbatiane tena, kwa sababu familia ni nguzo, si mahali pa kuumizana. Heshima ni dawa, upendo ni njia ndani ya familia. Amani ndiyo kila kitu.
ushahidi wote ninao hapa. Kila kitu wapo kwenye njia ya usaliti. Kila kitu ninacho hapa. Okay, nafanya hivyo sasa hivi.